Leo halmashauri kuu ya chama chetu imeketi, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo chama chetu kupitia halmashauri kuu ya chama chetu ngazi ya mkoa imefanya jukumu kubwa moja. Kama mnavyofahamu kwamba tuko kwenye wakati wa uchaguzi, na chama chetu tumeshatoa ratiba kwamba ifikapo tarehe 28 mwezi huu wa 6 tutaanza zoezi la kutoa fomu za wanaoomba kugombea nafasi ya ubunge kwenye majimbo yetu yote ya mkoa wa Mbeya, lakini wanaoomba kugombea pia udiwani kwenye kata zote na wale wa viti maalum. Kupitia utaratibu huo, chama kimetoa maelekezo kwa kuwa wako wanachama ambao ni viongozi na wanatamani kugombea nafasi hizo. Chama chetu kwa mujibu wa kanuni za uteuzi wa wagombea kwenda kwenye vyombo vya dola kimetoa utaratibu wa kwamba wale wote ambao ni viongozi wanatakiwa wapishe kwenye nafasi hizo ili haki itendeke. Kwa leo halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Mbeya imejaza nafasi za wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa wa Chama cha Mapinduzi, wale ambao wao ni wajumbe wa kamati ya siasa lakini wanakwenda kugombea. Kwa nafasi zile haziwezi kuachwa wazi. Kwa msingi huo, chama chetu leo tumepata fursa ya kuwaongeza na kujaza nafasi hizo wajumbe wawili wa kamati ya siasa ya mkoa, na wajumbe ambao wamepitishwa kwa kishindo na bila shaka na halmashauri kuu ya chama chetu mkoa ni wawili. Tunaye Comrade Yusuf Mwanyumba, yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kutoka wilaya ya Chunya, na tunaye ndugu yetu Israel Mwakibinga kutoka wilaya ya Kyela. Kwa hawa wamekuja kuungana na wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ili kuhakikisha akili yetu inakuwa vizuri. Lakini wako viongozi wenzetu ambao walikuwa wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa ambao wao wanakwenda kugombea. Halmashauri kuu kwa kauli moja imeridhia kuwapokea hawa, lakini wale waliokuwa viongozi wao sasa wana step down, hawataendelea tena na majukumu yao. Kama ulikuwa mwenyekiti utaendelea na majukumu ya mwenyekiti, kama ulikuwa mjumbe wa kamati ya siasa utaendelea na majukumu hayo mpaka baada ya uteuzi wa wagombea ndani ya chama. Kwa hili limefanya kwenye ngazi ya mkoa, lakini hili limeelekezwa linafanya kwenye ngazi ya wilaya na kwenye ngazi ya kata. Tafsiri yake ni kwamba tunataka tunapoelekea kwenye mchakato huu wa kuwapata wagombea kuwe na mazingira sawa na haki itendeke. Tafsiri yake hawa viongozi sasa wanarudi wanakuwa wanachama wa kawaida na hawatakiwi kutumia nafasi zao ili kutenda haki. Kwa hili ni jambo kubwa lililofanywa kwenye chama chetu ngazi ya mkoa kuelekea uchaguzi. Lakini pia jambo la pili ninalopenda kuzungumza kwenu ni namna chama chetu, Chama cha Mapinduzi mkoa, tulivyojipanga kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kama mnavyoona, tumeshaanza maandalizi haya ya kuandaa vikao vitakavyoshiriki kufanya maamuzi ya kuwapata wagombea, lakini bado tunao mkakati na mchakato wa kuwapata sasa wanachama wote wanaotaka kugombea. Utaratibu uko vizuri, na naomba nitumie fursa hii kuwaalika wana CCM wote sehemu zote walipo wanaotaka kugombea udiwani, ubunge, viti maalum, fursa iko wazi. Na wale ambao ni viongozi tumeshatangaza kwamba wa step down warudi wao wanachama wa kawaida. Tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na fair play, yani haki itatendeka kwa kila mwanachama ili chama chetu kiweze kupata watu sahihi wa kwenda kusimama kwenye uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, tafsiri yake ni kwamba chama chetu demokrasia yake na uwezo wake ni mkubwa sana. Tunataka yeyote atakayepewa dhamana na chama aweze kupeperusha bendera ya chama chetu. Halmashauri kuu na kamati ya siasa ilielekeza yeyote tutakayembaini amehusika na hujuma ya kumpigisha shoti mtu, kumrekodi mtu, yeye aliyefanya, na wote wanawekwa pembeni. Tunachotaka ni utulivu. Ndio maana tumesema tunao wanachama wengi. Lakini ndio maana ukimaliza kula za maoni sasa kuna mchakato wa kuteua. Unaweza ukaongoza kula za maoni, lakini ukawa umekiuka taratibu za chama chetu. Kwa hiyo kuongoza kula za maoni sio kigezo pekee. Na kipindi hiki naomba nitumie rai hii kuwasihi wagombea wote wanaotegemea kuomba nafasi ya kugombea ubunge kupitia chama chetu, wanaoomba kugombea udiwani kupitia chama chetu, kuwa makini sana. Kwa sababu ukikiuka utaratibu huu, kilio chako kitakuwa kama kilio cha samaki. Chama hiki ni bora kuliko mtu yeyote. Na tukumbushane wana CCM kwamba tunapotekeleza haya tunatizimiza jukumu la kwanza. Lengo la kwanza la chama hiki ni kushiriki kwenye na kushinda dola. Kwa tafsiri yake hakuna mtu ambaye ni bora zaidi ya CCM, hayupo. CCM ni bora kuliko yeyote. Kwa na ubora wa CCM ni vikao, sio mtu. Kwa yeyote utakaye kiuka utaratibu, CCM hatutakuonea haya.
Kwa hiyo naomba niwatangazie wagombea wote kufuata utaratibu na kuheshimu miko, na yeyote ambaye hata kama umegombea hujateuliwa, ukigombea sio lazima uwe wewe, anaweza kawa yeyote ambaye chama kitaona anafaa kupeperusha bendera ya chama chetu. Kikubwa tunachoelekeza ni kuhakikisha haki inatendeka, na ndio maana leo tumeanza zoezi la kuwaondoa hawa viongozi kwenye nafasi zao ili kutenda haki. Na kuhusu haki, naomba niwahakikishie tumejipanga vizuri sana kuhakikisha haki inatendeka, mchakato unakwenda fair. Kwa atakayefanya rafu atatendewa haki kwa mujibu wa kanuni, na atakayefuata utaratibu atatendewa haki kwa mujibu wa kanuni. Hiyo naomba iwe wazi, na hii kumbukwe tu kwamba mchakato ni fair. Hakuna atakaye kuwa yuko juu ya mwingine, hakuna. Hiyo ndio CCM, na hiyo ndio tofauti ya chama hiki na vyama vingine, kwamba ukifika huo wakati ulikuwa mbunge, ubunge unawekwa pale, wewe ni mwanachama wa kawaida. Ulikuwa mwenyekiti, wenyekiti wako unawekwa pembeni, wewe ni mwanachama wa kawaida. Sasa twende tuingie, wanachama waamue nani wanamtaka peperushe bendera ya chama chao. Na kama nilivyosema, tunao wanachama wengi zaidi ya 500,000 mkoa mzima, na wagombea wako wengi, na hii inatupa burudani sana kwamba vikao havitapata shida, kwa sababu makomrade wako wengi mahiri wenye sifa mbalimbali. Kwa hiyo kidondosha tu, sisi tuna replace mtu mwingine, mambo yanaendelea. Tunaenda kutimiza malengo ya chama chetu. Tunayo malengo 19, lakini lengo kubwa la kwanza ni chama chetu kushiriki kwenye uchaguzi na kushika dola. Hapa ndipo CCM inapoonyesha umahiri wake, na sasa ndio umefika wakati wenyewe. Kwa hiyo tunakwenda kulifanya hilo jambo bila kumwangalia mtu usoni. Na sisi CCM tunasema kinachoenda kugombea ni Chama cha Mapinduzi dhidi ya vyama vingine. Kwa hiyo yeyote atakayepewa dhamana hiyo ndani ya chama chetu atakuwa na sifa ya kupeperusha bendera ya chama chetu. Hatumwangalii mtu, tunakiangalia chama. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuzungumza na wana CCM wote, kutoa rai kwamba ni marufuku kwa mwana CCM yeyote kuleta hujuma ama nongwa dhidi ya mwana CCM mwingine kwenye mchakato huu. Ni marufuku mtu yeyote kutumia udini ama ukabila ama ukanda tunapoelekea kwenye mchakato huu. Tutakaye baini anatenda hayo, tutamuondoa mapema iwezekanavyo. Na bahati nzuri, ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba mpaka sasa mkoa wa Mbeya una wanachama zaidi ya 500,000, na mpaka hivi ninavyozungumza hali ya kisiasa ndani ya chama mambo yako vizuri. Makada wengi sana wanakusudia kujitokeza kugombea nafasi za udiwani na nafasi za ubunge. Kwa chama hatutapata shida. Kitendo cha wanaoomba kugombea kuwa wengi kinatoa fursa kwa Chama cha Mapinduzi kwenda kuwapata watu sahihi watakaopeperusha bendera kwa chama. Na kimsingi wana CCM wote lazima muelewe, na wana Mbeya wote, kwamba uongozi unatoka kwa Mungu. Uongozi sio lazima uwe wewe. Kwa chama na halmashauri kule imeelekeza kwamba hatukusudii kusikia vurugu, mipasuko ama ubinafsi unaojitokeza kutokana na watu. Na chama tutakuwa makini sana kuhakikisha tunalinda heshima ya chama chetu, ili tutakapokwenda kwa wananchi tuwaletee wagombea wazuri. Na hili linadhihirishwa kwamba sisi CCM tumejipanga na tuko vizuri. Kwanza tunayo ilani mpya, ninayo hapa, ambayo juzi nyote mlishuhudia kwamba mkutano mkuu wa CCM taifa uliketi pale Dodoma na umepokea ilani hii mpya ya uchaguzi 2025-2030 ambayo tunaenda nao kwa wananchi kwenda kuinadi. Ilani hii imebeba mambo mengi na imegusa kila eneo, lakini miongoni mwa mambo makubwa ambayo ilani yetu imegusa ni pamoja na swala zima la ajira kwa vijana kwenye ile mitaala ya elimu, kwamba tutafanya maboresho sasa. Badala ya mitaala yetu kujikita kwenye wanafunzi kusoma kula nadhani hapo kuna jambo inawezekana nimelidondosha, hiyo mtai weko, lakini ilani yetu imeongeza jambo jingine kwamba tutaongeza stadi za kazi kwenye mitaala ya elimu, kwamba wanafunzi wasisome tu wakategemea kuajiriwa. Ilani yetu imeeleza. Lakini ukienda kwenye sekta ya kilimo, ilani yetu imeboresha na kuongeza sana hizi skimu za umwagiliaji na tija ya kilimo kupitia ilani hii. Ukienda kwenye sekta ya afya, hapa tulipofikia, ilani yetu imeeleza namna tutakavyoboresha sasa kuhakikisha kwamba tunapata watumishi wa kutosha, kutokana na kwamba ilani hii tunayoimalizia imejikita sana kwenye kujenga majengo na kupeleka vifaa tiba vya kutosha. Sasa kilichobaki sasa ni kupeleka watumishi wa kutosha. Ilani yetu imeeleza. Kwa hiyo ilani hii siwezi kuifanua kwa sababu mambo yako mengi, lakini kwa mkakati wa mwaka huu chama chetu tutakuja na vijitabu vidogo vidogo ambavyo kila mkoa utakuwa na mambo yako nayoelezwa. Miradi hii inayotekelezwa naomba kuimalizia, lakini miradi mipya
lakini ilani yetu imeeleza namna ya kuendelea kuunganisha barabara zote za mkoa kwa kiwango cha lami. Hapa mnafahamu tuna hii barabara ya kutoka Chunya kuelekea Tabora, lakini tuna barabara kama zile za kutoka pale Mbalizi kwenda huku Songwe, kwa maana ya Chunya huku Songwe, wilaya ya Songwe, lakini pia tuna barabara ya hapa Isionze kwenda Makete na barabara zingine nyingi. Zote hizo, tuna barabara zile za Kyela, zote zimeingizwa kwenye ilani hii. Kwa mambo yanayokuja yanafurahisha. Sasa baada ya kuwa na ilani nzuri, kinachofuata sasa ili tuweze kushinda vizuri kwenye uchaguzi ni kuwa na wagombea sahihi, wagombea bora. Ndio huu mchakato umeanza. Naomba nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba Chama cha Mapinduzi tutawaleta wagombea bora na sahihi, na ambao wakijitokeza kwa wananchi, chama chetu kitapata nafasi. Na nitumie fursa hii, wananchi yeyote mnayeona anafaa, anaweza katusaidia. Viongozi wetu wameshatoa maelekezo kwamba tunaenda kujikita sasa kuwapata wagombea wanaotakiwa na watu, na sio mtu unaweza kusema wewe unataka lakini watu hawakubali. Kwa hiyo tutajikita kwenye msingi hiyo. Na ndio maana katibu mkuu alitoa maelekezo ya kwamba ukifika wakati wa kwenda kwenye kura za maoni, hata wananchi mtumie nafasi hiyo kuambia wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wa wilaya wale watakaoenda kupiga kura kwamba sisi tunamtaka fulani.